siku baada ya siku tutakujua nini hasa chanzo cha kifo chake. Mimi nafikiri kwanza watu watulie, kama familia yake. Nimemsikia mzee wake alikuwa anasema ana huzuni sana, ana utata juu ya tukio ambalo limetokea, na hivyo anasema anamwachia Mungu. Hata hivyo baiza yeye hajalizika, kwa sababu sio kitu kizuri, ni binti yake ambaye amefariki. Kwa hiyo kwanza mimi niwape pole, wamempoteza binti yao ambaye huenda alikuwa ana influence kubwa sana katika familia, aidha katika masuala ya kipato, aidha akawa ni tegemezi. Kwa sababu watu wengine wanadhani mtu akiwa anaishi Ulaya, wazazi moja kwa moja wanakuwa na mchango mkubwa sana katika familia. Muda mwingine hata watoto wao wanakuwa na mchango mkubwa sana katika familia. Kwa hiyo inawezekana dada Asha ndio alikuwa na play part kubwa sana katika familia yake. Kwa hiyo cha msingi na cha muhimu tuombe Mungu, kwa sababu kitendo kilichofanyika sio kitendo kizuri. Nafikiri tukijipa muda, baada ya muda kadhaa, wiki mbili, wiki tatu, tutajua tu nini kimetokea. Na ubaya ni kwamba damu ya mtu haiwezi kupotea hivi. Litadhihirika tu. Kesho kutwa utakuja kufahamu. Ushauri wako ni upi sasa kwa wadada ambao wengi huenda, kwa sababu tukio hili pia inahusishwa kwamba wadada wengi wanapenda maisha rahisi kwa watu matajiri, ndio maana huenda tukio hili limetokea. Wewe kwenye swala hilo una mchango gani? Ni kweli baadhi ya wadada wengi wanapenda kitonga, sio wote, wengi wanapenda kitonga, na hii kupenda kitonga sio jambo baya, ndio nature ya ubinadamu, unapenda uafueni. Lakini tuangalie sasa, ni washauri dada zangu, angalie ni aina gani wa uafueni ambao wanautaka. Katika maisha kuna uafueni, katika maisha kuna kupambana ili upate uafueni wa wale maisha. Kwa hiyo katika kufanya selection ya mpenzi au kufanya selection ya mtu kwenda kuona naye, at least ujaribu kuangalia mtu huyo ananifaa katika mazingira ambayo mimi naenda kuishi naye, kutokana na jinsi mimi nilivyo. Kama unajiona yeye ni mtafutaji, unaweza kumtafuta mtu hata sio mtafutaji ukafanya naye maisha. Unaweza kutafuta mtu mtafutaji ukafanya maisha, ili mradi usianguke katika mikono mibaya ya mtu ambaye hana kalia mzuri ya maisha ya kijamii, ni mtu ambaye labda mhalifu na vitu kama hivyo, kiasi kwamba vinaweza vikaja kupelekea sasa kupata kesi. Kwa mfano unaweza ukasema udate na mtu ujui ametokea wapi, ujui anafanya kazi gani, ambacho wewe unachoona muhimu ni income ambayo unaipata kugia wewe, kumbe kazi zake ni uuzaji wa madawa kulevya. Kwa kesho kutwa wewe lazima uje kupata changamoto. Kwa hiyo na washauri dada zangu waangalie watu ambao wanadate nao, kwa sababu leo watafurahi kwa sababu wanapata hela, wanapata nini, wanapata tour za kwenda Europe huko Katari, kwenda vacation, lakini kesho kutwa na naingia katika changamoto kama hizo. Kwa hiyo mimi nashauri wa be humble, wawe makini katika kufanya selection ya watu wao wa karibu. Maana ukisema mpenzi ndio mtu wa karibu, kwa sababu hamwezi kuwa na ndoa, lazima mfikie katika upenzi. Kwa hiyo mimi nawashauri hicho tu.